No, mtazamaji, asante kwa kuendelea kubaki nasi, na sasa tunaangazia katika upande wa habari za biashara. Serikali imetoa fedha zaidi ya shilingi milioni 710 kwa ajili ya ujenzi wa kiwanda cha kisasa cha kuchakata mkonge kinachojengwa katika kijiji cha Taula wilayani Handeni mkoani Tanga, ambacho kitaleta fursa za ajira sambamba na kuongeza uzalishaji wa zao hilo. Taarifa zaidi na Rai Kipingo anatueleza. Baada ya hamasa iliyofanywa na serikali kwa wananchi juu ya kulifufua zao la mkonge, kwa sasa umeanza mradi wa ujenzi kiwanda cha kuchakata mkonge ambao utawapatia wakulima wapatao 5,000 uhakika wa soko pamoja na ajira. Changamoto ambayo tunakumbana nayo katika tasnia hii ya mkonge ni viwanda vichache vya kuchakata zao la mkonge. Tumeanza na hapa Handeni, lakini hapa Taula Handeni, tutakwenda Lushoto, tutakwenda Korogwe na Kinga, na viwanda vingine hasa vitaanza kujengwa katika mwaka wa fedha ujao. Hatua ya ujenzi wa kiwanda hicho utaleta manufaa kwa kuwa ni miongoni mwa kiu ya wakulima wadogo wa mkonge katika kuhakikisha wanatatuliwa changamoto ya uchache wa mashine ambazo zinaharibika mara kwa mara. Mradi ulipoletwa huu ilikuwa kama hayawi. Nimepambana kiasi cha kwamba nataka nione Samia asiseme kwamba nilipeleka Handeni vikawa hivi. Niko nyuma ya mama Samia, kwa sababu mradi huu baada ya kujua ni wa serikali, nikajua huyu mama ni mtu wa serikali. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kukubali na kuridhia kwamba sisi wakulima wadogo tupate fursa kama hii, tuweze kulima mkonge na tuwezeshe kupata viwanda kama hiki na kukarabati kiwanda chetu ili hatimaye wananchi waweze kuboresha maisha yao na mambo ya maisha yakae vizuri zaidi. Kutoka Tanga, Rai Kipingo, Channel 10. Tukiwa bado mkoani Tanga, serikali wilayani Handeni mkoani Tanga imejipanga kuendelea kupokea wawekezaji wa kutenga maeneo na kuweka mazingira rafiki kwa ajili ya shughuli mbalimbali za uwekezaji kwa lengo la kukuza uchumi wa wananchi wilayani humo na taifa kwa ujumla. Kutoka Handeni, Ernest Mbezi anaripoti zaidi. Hayo yamesemwa na mkuu wa wilaya Handeni Jafari Kubecha wakati akizindua baadhi ya bidhaa za ujenzi zinazozalishwa wilayani hapa, ambapo ametumia nafasi hiyo kuwakaribisha wawekezaji wenye nia ya kuwekeza kwenye sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya madini, kilimo pamoja na ufugaji. Mimi ni wakaribisha Handeni ya sasa, sio Handeni ya zamani. Ukienda kwa Msisi kumechangamka, tuna viwanda zaidi ya 7 viko kule vya madini. Tuko hapa mjini leo, tuna kiwanda hiki kimeanzishwa cha kutengeneza rangi, kutengeneza wallput na bidhaa nyingine za ujenzi. Kwa hiyo Handeni ya sasa, mtu anayehitaji uwekezaji aje Handeni. Mtu anayehitaji fursa aje Handeni. Mtu anayehitaji kilimo aje Handeni. Mtu anayehitaji viwanda aje Handeni. Akielezea ubora wa bidhaa za ujenzi zinazozalishwa kupitia kiwanda kilichopo wilayani hapa, mwekezaji wa kiwanda hicho Fides Kimaro amesema bidhaa hiyo imethibitishwa na TBS na ninazingatia vile vipimo ambavyo nimeenda kuthibitishwa TBS, na wanapokuja kukagua kila mara hakuna kipindi wamekuja wakakuta labda ile bidhaa imeshuka kiwango. Hicho ndio ninachokizingatia katika bidhaa yangu. Lakini nataka kuwaambia Watanzania kwamba bidhaa za Tanzania ambazo zimethibitishwa na TBS ni bidhaa bora na imara. Na wale wakandarasi wanaopewa tenda, fedha zao kuchelewa kulingana na mifumo kuwa ni migumu ya upatikanaji wa fedha ndani ya muda. Lakini leo Mheshimiwa mkuu wa wilaya ametuthibitishia kwamba wakandarasi na mafundi wataendelea kupata stahiki zao ndani ya muda, na amewasisitiza kujiunga katika mfumo wa NeST kuwarahisishia kupata kazi na tenda mbalimbali za halmashauri na wilaya kwa ujumla. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10+. Vikundi 16 vya wanawake na vijana vilivyopo katika kata ya Kindai, halmashauri ya manispaa Singida, vimepatiwa mikopo yenye thamani ya shilingi milioni 68,500 ili viweze kukuza uchumi pamoja na kujiongeza vipato vyao katika kipindi cha kuanzia mwaka 2020 hadi mwaka 2025. Tupate undani wa taarifa hii. Kwa taarifa ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi CCM ya mwaka 2020 hadi 2025 kwenye mkutano wa hadhara uliofanyika kwenye mtaa wa Kibaoni, diwani wa kata ya Kindai Bwana Omar Salum Kinyeto amesema serikali iliyopo madarakani imeweza kutoa kiasi cha shilingi milioni 55,500 kwa vikundi 16.
Hizo ndio fedha taslimu ambazo zimeletwa katika kata ya Kindai, na vikundi hivyo vyote vimepewa na vingine vyote vimeweza kurejesha, na bado kuna vikundi vichache havikuweza kurejesha. 16 mpaka tarehe 22 tumeboresha taarifa zetu za kwenye daftari la mpiga kura. Niwaombe tujiandae kwenye uchaguzi mkuu unaokuja Oktoba. Mama zangu, vitambulisho vyetu tumeviboresha, tumevihuisha. Niwaombe sana tuvitunze ili mwezi wa 10 tukatoe kura za kumwagika na sio za kishindo. Maana kishindo kinaishia sehemu fupi, lakini kura za kumwagika zimwagike kweli kweli kwenye kura za Mama Samia. Kwa miaka 50 ambayo nimeikaa hapa Singida, Dodoma Road nimehamia hapa na karibu miaka isiyopungua 20. Lakini hatukuweza kupata barabara ya lami tangu miaka ya nyuma. Lakini mwaka huu mitano ambayo diwani anamaliza muhula wake wa nafikiri wa pili kama sikosei, tumepata barabara ya lami katika mtaa wa Kindai. Akiwa katika mtaa wa Kindai, diwani huyo akasema katika kipindi cha miaka mitano ya serikali ya awamu ya 6, kata ya Kindai imepokea fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Kwa miaka mitano tumepokea fedha katika kata ya Kindai bilioni 3.1. Ni lazima tumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa anayofanya na kuhakikisha kutuletea fedha kiasi kikubwa, lakini tuipongeze na serikali iliyopo madarakani kwa usimamizi mzuri wa miradi. Ndugu zangu, tunaomba tusemee mambo mazuri ya Mama Samia kama alivyosema Mheshimiwa Diwani. Mheshimiwa Diwani amesema utekelezaji wa ilani, mambo aliyoyafanya Mama Samia ni mengi. Ni mengi katika Tanzania hii. Mikoa yote 26 na wilaya zake. Nisema kwamba mimi jamani nilikuwa Chadema, lakini mtu anayefanya vizuri basi acha apate haki yake. Asante. Mimi wakati niko Sepuka kule, wakati niko Chadema, nilipigia watu debe, watu wa CCM sana. Hawakunielewa, wakaniambia wewe mbona hatukuelewi vizuri? Nikamwambia mnasikia? Apewe kadi huyo. Sasa nikamwambia sisi ni Chadema, lakini kama hufai tuwape wengine wanayefaa. Sasa nikiripoti kutoka mkoa wa Singida, Jumbe Ismail wa Channel 10. Na mtazamaji, na taarifa hiyo ndio inayotutamatisha upande wa habari za biashara. Muda mfupi ujao tutarejea kuangazia upande wa michezo na burudani. Endelea kusalia nasi.